Mahujaji kutoka taasisi mbalimbali za kusafirisha mahujaji ikiwemo Jumuiya ya Maimamu Zanzibar Jumaza na An-Nur Hajj wamewasili leo visiwani Zanzibar mara baada ya kukamilisha nguzo ya 5 ya Kiislamu huko Maka nchini Saudi Arabia. Mahujaji hawa wamepata nafasi ya kuzungumza na Jumaza Online TV na hapa wanazungumza. Nimetokea hija kufanya hija yangu ya kwanza. Nimesafiri na taasisi ya Jumaza, Jumuiya ya Mahujaji Zanzibar. Jumaza ni taasisi kongwe ambapo baadhi ya viongozi wao walinitaarifu kuhusiana na safari za hija miaka kadhaa iliyopita, na hivyo kunishauri kuanza kuwekeza pesa kidogo kidogo kupitia wafanyakazi wenzangu ambao tunafahamiana nao, hasa Dr. Salma Hamadi ambaye pia ni mhadhiri wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania campus ya Zanzibar. Kwa hivyo nilianza kuweka pesa taratibu miaka kadhaa iliyopita mpaka Allah alipokuja kuniruzuku pesa kukamilisha, na huu mwaka nikapata fursa ya kwenda hija. Tumekamilisha taratibu zote za hija za mahujaji, kwenda Mina, kwenda Arafa, kwenda Muzdalifa, kwenda tawafu, kwenda sai na zinginezo nyingi, na tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie hija yetu. Kwa hakika hali ya hewa ilikuwa ni joto kali sana sana, kama mnavyoona niko na mask, barakoa. Joto linafikia mpaka nyuzi joto 50 au 46 hasa Maka, na kwenda msikiti wa Maka ni kwenda kwa kukimbia ili jua lisikupige sana. Karibu asilimia kubwa mahujaji wana mafua, wanakohoa, lakini alhamdulillah jamaa tunaambia watu waende hija wakiwa na nguvu, wakiwa na afya, kwa sababu afya na nguvu vinahitajika sana, hasa kutembea na kufanya zile ibada, na katika kusukumana katika tawafu, kutembea katika msikiti Masjidil Haram, kutembea katika masjidi ya Madina, zote zinahitaji nguvu. Kwa hakika afya ni muhimu sana kwa mtu kujiandaa kwenda hija. Mafunzo yangu yanapatia kwa njia ya online kwa sababu yalikuwa kiendelea huko Zanzibar, na Dr. Salma Hamadi alikuwa akinitumia kila clips katika mafunzo yao, na nilikuwa nikipitia vitabu ambavyo alinipatia ili kuweza kujiandaa na taratibu zote ambazo zinahitajika kabla ya kwenda kukamilisha ibada hii kubwa ya nguzo yetu ya 5 ya Uislamu. Funza kuwa mnyenyekevu, nimejifunza namna ya kutubia kwa Allah, nimejifunza na kupata hisia kali kwa jinsi watu kienda kitaafu wanavyolia usiku wa manane. Nimejifunza kwamba Maka kila mtu yuko sawa. Huyu sio profesa, huyu sio dokta, huyu sio kijakazi, huyu sio mfanyakazi wa ndani. Nyote mnakuwa katika kundi moja na mavazi ya aina moja, hasa Muzdalifa ni sehemu ambayo ukienda unaweza kulia machozi. Kila mtu anakuwa amelala chini, watu milioni 2 wote wamelala chini, ni ishara ya siku ya ufufuo tutakapofufuliwa siku ya Yaumul Qiyama. Kwa hakika tunatamani kila mtu afike Maka ili waweze kutengeneza imani zao na kujiweka karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kutekeleza ibada ya hija kupitia taasisi ya Jumaza. Hii ni mara yangu ya pili. Nashukuru Mungu kwa ushirikiano ambao wote taasisi yetu ilitupatia. Viongozi wetu walikuwa na ukaribu sana na sisi, na pia tunamshukuru Mungu kwa kutujalia hali ya hewa kuwa ni nzuri kwa kupita kwa hali yake Mungu alijalia kutokana na nchi mazingira yalivyo. Nimejifunza kufanya ibada ya hija ikiwa bado nina nguvu zangu kabisa, hali ya kwamba najiweza, kwa sababu hija ina changamoto zake kwa kiasi fulani. Kupatikana kwa huduma ambapo kwa muda ule unaohitaji, kwa mfano unahitaji choo, basi inaweza ikapita muda kabisa. Sasa kama huko na nguvu za kuweza kustahamili, umekuwa ni mzee kabisa, unaweza kuleta changamoto. Hivyo ni wasihi vijana wenzangu ambao Mungu amewajalia uwezo watekeleze ibada hii toka wana nguvu zao za kuweza kujisimamia kila kitu kwa ukaribu zaidi kutokana na afya zao. Licha ya hayo ambayo tumeyasikia kwa mahujaji hao, lakini pia wamepata nafasi ya kujifunza mambo mbalimbali kutoka kwa viongozi wao wa Jumaza huko nchini Maka. Pia tumepata bahati ya kuzungumza na viongozi hao akiwemo Sheikh Ali Abdullah Amur kutoka Jumuiya ya Maimamu Zanzibar Jumaza, pamoja na Sheikh Ali Silime kutoka An-Nur Hajj. Nao wamekuwa na haya ya kuzungumza. Ni mmoja katika viongozi wa taasisi zinazopeleka mahujaji hapa Zanzibar ambayo ni Jumaza Haji and Umra. Nashukuru kwamba tumerejea kutekeleza ibada ya hija kutoka nchini Saudi Arabia, alhamdulillah.
Tumerudi na mahujaji 98 na alhamdulillah mahujaji wote wako salama kiafya zao. Hija inahitaji nguvu, hija inahitaji uwezo na maarifa, lakini alhamdulillah mahujaji ambao bado walionekana ni watu wazima wameweza kutekeleza ibada zao vizuri kabisa, pamoja na kwamba kulikuwa na changamoto mbalimbali, na ndio hija yetu inavyokuwa. Kila hija inapokwenda inakuwa na changamoto zake. Kwa hivyo pamoja na changamoto ambazo zimetokea kule nchini Saudi Arabia, lakini alhamdulillah mahujaji takriban wote wameweza kutekeleza ibada zao vile inavyotakiwa. Miongoni mwa changamoto ambazo mara hii zimetokezea, tumeweza kuziona, ambazo mara nyingi zipo ila wakati mwingine zinazidiana, ni changamoto ya uhaba wa vyoo ambavyo vinapatikana katika eneo la Mina. Hili ni jambo ambalo mara nyingi kama viongozi tunalijua, lakini mara hii kuliongezeka kidogo changamoto hii kiasi kwamba unaweza ukakaa unapanga foleni mpaka ukawa na shida ukaamua kwenda kutafuta choo upande mwingine. Sasa kwa kweli swala hili linatupa shida, lakini ipo sababu inayopelekea hivi ambayo kwa mwaka huu tutaweza kuitatua inshallah. Allah tuwezeshe. Ya Maka ni mazuri alhamdulillah, isipokuwa changamoto kidogo katika mji wa Mina kwa upande wetu, upande wa vyoo. Upande wa vyoo ni mtihani, watu ni wengi mno na vyoo ni vichache. Hali ya hewa Maka tofauti na Madina. Madina hali ya hewa joto ni kali zaidi kuliko mji wa Maka. Alhamdulillah tumekwenda salama katika taasisi yetu, tumerudi salama tukiwa wazima sote. Tumeondoka uwanja wa Madinatul Munawwara saa 7:30, tumeruka tumefika katika uwanja wa Karume Airport Zanzibar yetu hii saa 12 au saa 11 na dakika 50. Ndege tayari imeshatua na sasa hivi tuko nje tukiwa na mizigo yetu, tukiwa katika hali ya salama na uzima. Walillahi alhamd. Jumuiya ya Maimamu Zanzibar imesafirisha jumla ya mahujaji 98 kwa mwaka huu kutoka Zanzibar pamoja na nje ya Zanzibar, akiwemo mahujaji kutoka Mwanza ambaye alisafiri na taasisi hiyo na waliondoka nchini tarehe 16 mwezi wa 5 na kurudi tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2026. Mimi ni Rukaya Mikidadi. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Jumaza Online TV. Kamerameni Swaleh Muhammad.